Ukiturejesha hata watu wengine walikuwa wasiokoka sema nitakufuata kanisani kama najua inaamini tabia njema iliyo ndani yako, tabia ya Kristo. Tabia njema iliyo ndani yako ni tabia ya nani? Watakusoma wengine. Ni tabia ya nani? Ni tabia ya Kristo. Tabia njema iliyo moyoni mwako. Mazungumzo ya mtu wa Korintho 15 ambaye nitatibiria sema mazungumzo ya mtu wa tabia njema iliyo ndani yake. Tabia ya nani? Ya Christ. Tabia ya yeye, tabia ya wokovu. Wacha kuharibia wokovu jina. Wacha kumharibia Yesu jina. Mwambie mwenzako acha kumharibia Yesu jina. Mwambie acha. Maana wewe ni barua si kwa wino imeandikwa moyoni mwako na Kristo. Wewe ni barua ya Yesu. Sema mimi ni barua ya Yesu. Si ati imeandikwa kwa wino, imeandikwa na Kristo. Roho ndio aliyeandika moyoni mwetu. Kwa moyo wa nyama, si moyo wa jiwe na ukaidi hauandiki barua. Mwambie ule moyo wa jiwe na ukaidi usiosikia, usiotii. Anasema moyo wa nyama. Ezekieli inasema nitaondolea moyo wa jiwe nami niwapatie moyo wa nyama. Haleluya. Taondolea moyo wa jiwe niwapatie moyo wa nyama. Moyo wa nyama, hata mtu revival come to church watu wakiwa na moyo wa nyama. Unapata wakati neno mtu anaanza kufua, anatilika machozi. Anasikia neno limemwingia, lakini ukiwa na roho ya jiwe, hata unafikiria nyumbani unatoka. Ani moyo wa jiwe haushiki na neno la Mungu, hauingii neno. Moyo wa ukaidi, moyo wa ujeuri, moyo wa kiburi, mawazo ya kiburi, hakushi. Lakini mtu asikie uko na moyo wa nyama, akisikia ile neno baadaye anasikitika sana. Sema Mungu nisamehe. Kumbe mimi ni barua. Kumbe nimekuwa nikionekana mbaya. Vile unavaa kule nje inaleta majina. Wengine hata unawaona kwa TikTok. Hapo aliko TikTok iliwekwa ni ya wafanya biashara. TikTok iliwekwa ni watu kutangaza si tako. TikTok si kutangaza nini? Tako lako. Na haliko. Wewe barua ya kutangaza tako kwa TikTok. TikTok wacha niwaambie wa Afrika na kutangaza nini? Kama sasa zingine kwa bizi mbariki kipindi kimoja hivi cha kukuchekesha mcheko kwa siku mbili ulale salama usiku. Lakini si picha yako tunaona picha yako umeolewa. Anashangaa wengine wanatafuta nini malaya. Umeolewa kila mara unamwona anaimba nyimbo hakuna. Kila mara una hebu okoka. Najua umezaa na watoto umeolewa. Bibi ya mtu hatianiki. Tuachie wasichana ambao hawajaolewa wajianike ambao Mungu anaweza kufungua njia kokote. Pia saa zingine toka tembea tauni. Si unakaa kwako utatongozwa na nani? Na Mungu. Na panya za kweli na komba mwiko. Toka saa zingine nenda town. Enda supermarket. Shamba wanawake wakenda supermarket na hakuna kitu wananunua. Wanashika na kuangalia wanaume. Wanashika. Wanatumana malayo Biblia sema utamjua kwa macho. Wanashika vitu. Ananunua tu mswaki na Colgate ya 300. Hapo nashangaa kuzunguka kote. Toka. Wewe usiolewa fanya nini? Changamo labda nyota hakuna. Toka enda town. Toka enda mama Ngina. Vaa smart. Sikuvaa uchi ndio kupata mwanamume. Vizuri. Pia kuna wanaume wanataka wanawake waheshima. Si wa kutembea uchi, wa kuweka mili yao mpaka ni wao ni baridi. Mtu akivaa nguo fupi kila mara anakuwa baridi. Kila mara anapigwa na baridi. Yaani yeye ni baridi pingia unafikiri umeingia kwa freezer. Mungu atakutendea uchi. Wacha kujiandikanika. Wacha kufanya nini? Picha moja ikae.
Wewe ni msichana tukata kesho posti. Amen. Si picha kesho umetupa. Unajua malaya ni yule kila mara utamwona ameposti picha. Hata kama ni bibi ya mtu unajua huyu bado ni malaya. Hata bwana mtu kila mara yeye ameposti picha. Kila mara ameposti picha. Hakuna kitu cha maana anaongea. Una bwana. Mwanamume yote wakupenda mtandao. Huyo kai. Naondoa moyo mpenzi. Ondoa moyo. Na kama nikupata kupitia mtandao pia anaweza pata mwingine. Tu anaingia kwa mtandao, labda uangalie kama movie kako, labda usikize mambo ya mafuta kidogo, labda usikize vitu vingine, ufanye research, sio? Lakini si mara picha. Kila mara. Yaani Biblia inasema kutakuja yule mnyama ashafika tayari. Ule mnyama wa pembe saba ashafika. Why? Ndio hizo mtandao. Maana wamama hata chakula inaungua wakiwa mtandao. Wanapanga kufua kesho nafua kesho. Hii simu ni adui. Hata kama unataka kuingia kwa maombi kishaanza simu huo mwingi, hata mimi nilikuwa hivi. Ukitaka kuomba na kuja mapema kanisani, weka simu kwa kikapu. Ndio maana mimi nitafuta mchana nipate nguo. Paka saa ile naje. Maana nikianza utaanza usiku. Inakwambia endelea. Usiku uone wengine wakuchekesha uchekecheke. Usiku uone sijui usiku. Sasa usio mtumwa hisi. Iache kwa popo. Mara ukikusa ukweli kabisa inaupakwa kishetani hizi simu. Hatukatai simu ni nzuri, ni mawasiliano. Wazungu walitengeza tupate mawasiliano. Tusiandike barua ndefu. Lakini sasa imekuwa utumwa. Tunatumia vibaya. Muulize hata leo ulipaka utakuja kanisani. Lakini kwanza suku. Sumetele. Muulize mzako. Kwanza suku. Ukiscroll simu yako suku. Umechelewa makuchelewa. Unapata watu hata simu imekuwa mkewe. Akiamka asubuhi badala ya say thank you Father you bless you. Thank you Father yako unasikia pandani kwa chati. Thank you Jesus you love you. Hawaomba. Akiamka Mungu wake wa kwanza ni nani? Wa pili chai. Tatu TV. Nigeria ilikuwa na mfumo ilifanya mtumwa watu siku walihama Nigeria. Wako tu kwa TikTok. Wengine hata wameolewa wako kwa TikTok, wako kwa Instagram, sijui na X na zingineo sio zingine zinaitwa. Na nyingine ndio ndio na msema mwingine mama fungo hiyo tu tunaongea. Nasema kisha. Tunaongea ndio kiko na unaita unge sijui naitwa. Imo. Haya. Alafu kuna gani? Kuna Instagram. TikTok. Na zingine usisio. Hizi msipojiandaa. Angalia nini nimekurejesha ni mabarua ya Kristo. Ni yule chukoro. Nakwambia hata ukisema utalala, ile simu ukishaanza chukoro na ulikuwa unasinzia, usingizi unaisha. Utasikia. Time za usingizi zinapita. Mwenzako ameenda kalala wewe ukasikia. Kwanza ndio usingizi umeisha mpaka asubuhi. Ndio ujue hizi simu zina uwezo fulani. Zililetwa na wazungu tupate nini? Lakini sasa zimekuwa mabwana, zimekuwa mabibi. Hata kuomba asubuhi ukiamka umelala naye karibu na kitu. Inapeana watu kazi. Umelala naye karibu na kitu. Chaja iko hapa. Mama mwingine alikufa last year. Kwa sababu ya kuweka chaja hapo karibu na kichwa yake na simu. Pia anadanganya tena anaangalia simu. Siku hizi watu wakosa usingizi badala waende waombe. Ni usiku. Barua zikisha. Amka asubuhi.
Mungu aliniambia, Beti, ukitaka nikubariki sana na nikuwe kiongozi, ukiamka asubuhi, kabla hujaongea na mwanadamu, nishukuru. Ongea na mimi, nyota yangu itakutangulia. Kokote unaenda, nyota yangu itafanya nini? Wewe unaomba siku. Ulizo unaomba nani? Mungu wa mbinguni ama siku? Siku simu yako. Ukiamka tu simu. Muulize, ukiamka nani wa kwanza? Mungu wako nani? Muulize, Mungu wako nani? Nishukuru. Muulize Mungu wake nani? Anaibiwa. Huwa unaibiwa. Shetani akitaka kutumia njia, anatumia kitu ambayo unapenda. When the devil wants to destroy you, you lose your weakness or what the things you love. Kile unapenda sana, ndio kile shetani atatumia njia ya kukujaribu. Kama unapenda marafiki, hiyo ndio njia itatumia. Be careful. Wewe ni barua ya nani? Achana na shukuru. Sawa. Fanya nyota ya Yesu ifanye nini? Ikuongoze kokote unae, ikutangulie. Nikufanya nini? To say good morning God. Why do you say good morning to Jesus? Say thank you Father, you love you. How wonderful is your name. I give you glory this morning. Asante kwa usiku wa leo. Sifa na utukufu zikuendee. That is to say good morning Jesus. Hiyo. Msalimie Mungu asubuhi kabla hujasalimia wanadamu. Mwambie mtu salimia Mungu asubuhi kabla hujasalimia wanadamu. Kabla kinywa chako hakijazungumza na wanadamu, zungumza na nani? Mwambie msalimie Yesu hata kama uko mdhuguda. Unajua mdhuguda? Uko mdhuguda. Mungu ndiye alikuumba anzia pale kitandani. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, na kushukuru na kuinua katika jina la Yesu. Asante kwa asubuhi ya leo. Sifa zikuendee na utukufu. Asante Roho Mtakatifu. Jifunike nguo, anza kuomba pale. Shukuru. Sema ni asante nimeona siku ya leo. Asante na mimi hata na Mungu mnao siku ya leo. Asante watoto wangu. Asante kwa kila mtu umemlia. Sifa na utukufu zako. Kabla utashika, Mungu atakuwa na kutangulia. Itakumia neema yake. Say good morning to Jesus in the morning. Msalimie Yesu wa kwanza. Touch someone, say good morning Jesus in the morning. Before you speak to the human being in the morning, make sure you speak to God. Tell him good morning God. How wonderful is your Lord. How powerful this morning. Asante Yesu, naja kwako asubuhi leo. Na niinua jina lako na litukuzwe. Wewe ni mkuu, unastahili sifa. Unastahili kuinuliwa. Asante Mungu Bwana siku leo. Nasema ni asante, hakuna Mungu mwingine kama wewe na kuabudu milele. Asante kuiokoa nafsi yangu, itetea usiku wote. Wengi wamelala wamekufa, lakini mimi nimeona uzuri wako asubuhi leo. Thank you Father. That is to say good morning God. How many great God in the morning? The star of Jesus will lead you. Before you speak to anyone, say good morning God. What is the language of heaven you speak? Thank you Father, you bless you this morning. How wonderful is your glory. Hallelujah. Father, I come to you in the mighty name of Jesus. Asante kwa asubuhi ya leo, sifa zikutukuze. Heshima ni yako, hakuna Mungu kama wewe. Uliumba vitu vyote, ukaniumba kwa mfano wako. Asante. Oga, maana ushamsalimia, si ndio? Sasa unafanya nini? Unaoga, napiga zile zako mbili za mkate, sasa unaingia maombi ukiwa na. Sometimes ukiwa njaa sana pia maombi hayaingii. Mara nyingi tunanjaa sana. Haleluya. Ngoja maombi ya kufunga, naomba polepole upate kibali kwako. Kwa hivyo mwambie mwenzako, sisi ni barua. Sisi ni barua ya nani? Ijulikanaye kwa kusomwa na watu wote. Tunasomwa na kule wako msanii mkono mbatizo ni Jesus. Hata ukienda kuona mgonjwa hospitalini, wewe sema nabii ataenda umuombe. Unajua sasa, huo ndio wokovu. Enda ufanye nini? Piga maombi yako, hata kama ni karabashi yaeleweke. Mungu atasikia. Biblia inasema katika kitabu cha Korintho, inasema na hekima ya Mungu ni upuzi, lakini ina nguvu.
Hekima ya Mungu ni mambo ya upuzupuzi. Leo vibaya, mtoto alielewa vizuri, hata kilana wenzake anamshughulikia na anamuuliza acha nikupikie uji, mgonjwa upikiwa uji. Sawa, na kulazimishwa kula. Nampikia uji alafu namwambia kumwamsha mzani mnalati. Kwani unasikiaje mimi? Mnalati. Pole acha tuombe. Fanye bwana. Sawa. Huyo ni mtu ameelewa vizuri. Anauliza mwenzake umelala? Mnalati. Si wanaume ndio anaamka asubuhi umelala umemwambia umwa ameenda. Yaani hii umeelewa vibaya. Hii kitu umeelewa sasa. Umemwambia usiku umelala mkono. Anaamka asubuhi. Hapana. Ndio mlio mwenzako dawa. Kama hospitali mpeleke, usiseme ana pesa. Chukua pesa yako mnunulie dawa, mpeleke hospitali, urejeshe kwa nyumba, enda umpikie uji, ukande na maji muoshe. Akitoka ukienda kaa kidogo fani muulize unaendelea. Hao ni watu walioelewa vizuri. Hiyo anasema muulize unauliza ndio na cheka maana muulize wale kesho na safari kesho hata Januari mwanamume atasema mwanamume mzuri ni yule anaambia mwenzake atasafiri kabla wiki. Sasa kuimba wimbo, nitasafiri. Hata ikifika amejua. Mwanamume mzuri pia akitoka usema anaenda. Ungetaka usikue katika kifungo cha ndoa, ungeoa. Ndio mtu yote asikuulize. Lakini mwanamume hata kama bibi yako leo kijana wangu ako bara, unafaa umpigie mwambie naenda town mke wangu, hata vile tunaongea ndio nataka kwenda town. Hata ako bara kiambiwa na mtu nimemwona bwanako huko ampige picha town, nasema niambie. Hiyo ndio security of marriage. Kusema si hata unachunguzwa, ungebaki peke yako bachelor, ungebaki bachelor. Nani alikuahidi uoe? Nani alikuforce? Mwanaume mzuri ni yule huwa wazi kwa mkewe. Hata kama uko kwa gari, leo hii ushiko na mkojo ukiwa na makenaji, unatoka tu kwenda kukojoa. Baadaye mwambie nakimbia hapa nikojoe najisaidie mama. Tuweze kufuata nyuma kupata unajisaidia. Nafikiri ulikuwa unaenda. Hata watu wanafikiria kwa haraka sana. Hata mimi nafikiria kwa haraka. Hallelujah. Yes, tuseme ukweli maisha tunapofundishana ya kiroho, pia tufundishane ya si kutoka kama kishu. Si kutoka kama mtu akitoka mwambia mwenzake naenda kanisani. Hata kama ni usiku bado unaenda kanisani. Andika barua kama umemuona utamwamsha, andika handbag nafika mahali fulani naenda mahali. Hiyo ndio mwanamume mzuri. Si unatoka bila barua. Andika nini? A small letter. Si mimi umesikia nilisema usiku natoka. Saa 9. Kwa hivyo hata kiamka alijua mimi mwanamke aliniambia naenda wapi? Atarauka kabisa. Hiyo sasa sema. Wewe ndio hata kupigia kelele, hata kutukana, lakini wewe uko clean kwa Mungu. Wewe ni barua safi. Barua ya Kristo inayosomeka vizuri. Si barua ambayo haisomeki. Utoke na suruali hii, urudi na suruali ya black. Umetoka na suruali ya grey, unarudi na white. Umetoka na vest ya white, unarudi na black. Umetoka na cream kama sakinani, unarudi na black ya Pastor Jemu. So unarudi na mke. Wewe unanyamaza ni leo vibaya. Toa fujo. Teta kabisa kama kunipiga wewe nipige, lakini fujo nitatoa ili kulinda ndoa. Fujo kidogo inalinda ndoa. Lakini wewe umeona umesitaka uchungulie. Biblia inasema mwanamke mcha Mungu chunguza mambo ya nyumba yake na kuijua. Wewe hata mume ameanza ujui. Wasikia tu mpaka nione ndio za safari. Hata nikimwona anaandika vitu vyake vya leo, huwa namzee unaandika nini mzee? Maana naifuata Biblia, mimi ni mtoto wa nuru, mimi ni barua. Lazima nichunguze. Gusa mtu mwambie chunguza. Na mengine toa maneno, ongea ukinyamaza. Wanaume wanakalewa tu na matatu. Kukufanyeni. Kuongea ndio kunalinda ndoa. Simba atakulisha maji akufanyie. Akakalika.
Anajua huyu hata nikitoka hata niuliza, nikitoa jicho moja, toa jicho kabisa mzee. Toa jicho kabisa, toa. Lakini nitakwambia, upende usipende, ungebaki peke yako, usiulize. Wanaume mzuri, si unatoka tu. Hata kama unaenda dukani, niambia mzee, nenda kununua tomato. Hata kikufuata kupata umeenda. That is good marriage ya watu waliokoka. Watu waliokoka. Mama hata niko hapa, mwanamke mzuri, hata akiona marafiki, hello babe, umepigiwa na maana niliwaambia juzi, yule ambaye watu wametoka naye hawamtafuti. Ukitoka mama anapiga simu yake suru, anaingia kwa scroll TikTok. Sema stress taki mimi for mabe. Huyo ametoka, usikisi, uko na bwana mtu mmekula china, usikisi, ndani yake. Yaani amesimu na wewe ukimjaribu hautamweza. Aliyeshinda mwenzako hutamweza. Kilichoshinda mwenzako hata wewe hutakiweza. Kile kilimshinda yule mama, hakuna mwanamke utaka kuacha ndoa yake. Kile kilimshinda yule mwenzako akatoka, ndio kile kitakushinda. Wanawake hawaachi ndoa zao bure. Labda awe malaya tu, anatafuta mbokoboko zaidi, ametoka na ule hiyo ndio inawasumbua akili wa mama na pesa. Wamama wa siku hizi hawataki ndoa, wanataka hata wakapata hivi bado wanataka. Kwa hivyo anafuata mwanamume wa kumdanganya kwa pesa, ambapo hata hamtaishi. Kwanza ukishamwambia unajua namwacha bwanangu kwa sababu anipi pesa, namwacha bwanangu wala ina vizuri. Nasema mwanamume ni fisi. Mwanamume ni mwanamume. Hiyo namwambia. Ndio maana mwanamke hafai kusema maneno yake yote kwa mwanamume. Kesho nikosana, hiyo ndo anasimamia. Hata wangu si wako pekee. Kesho mwambie neno lako, kesho hilo ndo anasimamia. Ndio maana uliachwa. Sasa neno mwanamume yoyote, pima maneno ya hasa. Kuna wanaume ambaye wanahekima kama nani? Kama Yusufu. Wale ni wazuri, atakufa nayo. Lakini hao kuropoka. Kama sasa suje kwa mwanamume yule, kwanza mwanamume kuropoka, akilewa kidogo anasimama nje kabisa. Akisha majirani wote wa huo mtaa wamesikia. Hayo sasa big afu. Mwambie mwenzako maneno mengine kanagia. Wanaitwa wanaume. Mwambie mwenzako wanaitwa wanaume watu. Siasa ni kwa nini mwacha anipatie pesa hili wewe, labda ameenda kapoka. Akifurahi. Kile kilimshinda mwenzako. Mwanamke, ukiona mwanamke labda tu ni malaya, lakini ukiona mwanamke anashindwa na mwanamume, amejaribu sana, amevumilia sana, amejaribu sana, wewe ndio utaweza. Una uhodari kuliko yeye. Wewe una goli. Hata nikwambie wanawake wale wacha ndoa zao. Ukisikia nilioni kaacha. Muulize ulikuwa na magirlfriend wangapi hapo, sema wa kwanza, wa pili, wa tatu, nini, red card. Na mtu mzuri ni yule unamuuliza kabisa, nini ilifanya muachane? Akikwambia alikuwa malaya, alikuwa nisikii, alikuwa anaishi. Kwani kuna mwanamke anaishi hapa shinda malaika? Malaika ndio anaheshima zaidi. Ndoa ni watu kuambiana ukweli. Sasa wanaume wa Afrika hawapendi kuambiwa, hawapendi kabisa. Kwanza kama alipata mama ambaye hakuwa anamfokea na kumwambia ukweli, hamtaishi. Hiyo neno moja hata ilete ikuwe 10, 15, 20. Hata ukienda kumguzaguza hakuna sharuti. Roho yake ilitoka kwako kitambo, ndio vile inatokaga kwa wanawake wengine. Sasa unajidaisha, mimi nitamweka sawa. Kama napiga wanawake
Wewe unasema nitamwendea kwa nabii Beti. Biblia inasema usimjaribu Mungu. Wala usimdhihaki. Mwambie usimjaribu Mungu wala usifanye nini? Atro alishindwa bibi yake, kumbe alikuwa anapiga madili. Mimi nitamwendea kwa nabii Beti. Biblia inasema usifanye nini? Wala Daudi makusudi kweli. Wewe usikie. Ya. Mimi mzangani hakuna mji. Hakuna kweli. Mfano wewe umechoka na hilo kwa sababu ya kulimo kila siku. Unalimo shamba linalimo kila siku. Utoke wewe uolewe. Usimalaya tu. Sungebaki kwa hii shamba ya kulimo. Kama utaki kulimo, sukai peke yako tujue wewe utakaje kulimo. Ndio tujue kweli ulitoka na kulimo. Si unaenda kutafuta mwingine tena ulimwe, wewe umalaya. Wajane pole pole. Haleluya. Hatutamwelewa. Huyu. Hata nicheze. Mimi niko na nabii. Huyu. Mjaribu Mungu. Yesu alisema usimjaribu Bwana. Maandiko utaishi kwa mkate, bali utaishi. Sasa usimdhihaki Mungu, mwambie mwenzako. Wacha kumdhihaki Mungu, wacha kufikiria mbali tu hapa duniani. Sasa usimjaribu. Na kuambia kabisa huyu utamweza. Huyu. Nabii Mungu tulionaye. Huyu mtamweza. Huyu hamtaezana, hata mtaishi na angalia mtaishi. Ndio kuna ndoa zingine angalia kama mtaishi. Angalia kabisa unasema Mungu tulionaye nabii. Mungu tunayeomba. Mwambie mwenzako simjaribu nani? Wala Mungu. Mwambie. Wala Mungu. Mwambie tena. Ati Mungu tulionaye. Na kuangalia. Mimi nitarudia tena nikwambia mimi hapa hautaweza. Nabii Mungu tulionaye. Nabii Mungu nayeomba. Anajua kuitia moyo. Nabii Mungu tunayeomba. Mungu tulie naye. Nabii yule Mungu wako washindi. Hafeli chochote. Nabii Mungu ulio naye. Yaani atabadilika. Na Roho amekwambiaje? Huyu ni Saulo. Roho amekwambia jua kitu ya kwanza, Mungu hajiakiwi wala. Sometimes ngoso ukipata shida unafaa kujirudia kwa sababu ulikuwa sababu. Sasa wenzako asishindwe na ndoa mke. Wacha wanaume wanaweza kukuacha. Amekutana mwanamke anamwambia wewe unajua ya paka. Anakuacha kwa sababu anaenda kuonyeshwa ya design ya paka. Wanaume akili zao ni kidogo. Ni rahisi kukuacha. Hata akiulizwa wewe ushakula kwingine kule. Kiswala ushaipewa na mkewe. Hawezi, ameokoka. Anakuacha kwa sababu anakwenda kufunuliwa kiswala. Tafrija inaenda kufunuliwa. Anafuata tafrija. Mwanaume kuacha mtu ni rahisi. Kwa hivyo ukizeeka naye shukuru. Anaweza badilishwa akili na kitu kidogo. Amepata mwanamke amemwambia you are handsome and you are looking smart. Wewe hukumwambia tangu asubuhi handsome na uko smart. Unaachiwa hiyo. Amepata msomi na kuingrisha kizungu shida na vibeti mfano kushinda wewe. Ndio umeachwa kwa sababu ya kizungu. Siku ya birthday ameishi birthday. Wewe uko mandiki birthday. Because mwanamke mzuri ni yule mjua siku ya mume kuzaliwa. Wewe huko comment. Jijangilile wengine ameposti ika comment. Kila kiposti ina comment, roho yake inabebwa.
roho yake. Mwanaume, weka moyo wako kwa Mungu. Mwanaume, weka kwa Mungu. Anasema mwanamke, hata hizi komenti wanawake wananiambia mwanzo, wanawake wananiambia nimevaa smart, mimi hata hizi niambia hata sasa nimevaa smart. Huyo peke yake anapigwa kama kufa baba. Amani, lazima kuwe na ufahamu mwingi sana. Anapigwa tu hata nataka takwa ati kubwa kubwa hivi nishambeba. Wewe una ukitoa kumbe hii ni miti flat plus. Amebeba nani? Mwanamume usikuwe na uhakika sana ni wako. Niko sawa, mama wa zamani walikuwa nasema akitoka si wako, akirudi ndio wako. Kwa mama watu wazima wa zamani wanasema akitoka si wako, akirudi sasa ile uko naye. Sasa ile uko naye. Sababu ni watu hata ameangaliwa tu basi, amesafiwa vizuri. Sema mimi wani sana, angalia vile amesafiwa vizuri, angalia. Anaanza kuangalia hata maid anatengeza bedroom vizuri, anaanza kuangalia maid ndio anamsafi vizuri. Unaona, weka moyo wako, peleka hapo pia wewe, mwambie peleka huko. Kila mtu, kila mwanamke, peleka moyo wako hapa. Usife mapema ukaacha watoto wako. Ameangusha kitu, ameokotewa. Mke wangu hawezi. Ati mimi ameokotea. This is a Christian. Ali usiku alali. Akakuangalia juu sasa. Anafikiria. Anawei. Hii vile leo amefurahishwa. Vile leo roho imepaka mauti. Mwanamke ndio ngumu kutoka kwa labda kwetu malaya. Aridhiki. Biblia inasema tuwe na moyo wa mwanamke, anafaa aridhike na ndoa yake, aridhike na moyo wake. Na mwanamke ndio uosha mwanamume akang'ara. Nilikuwa naambia msichana wangu mmoja ati natongozwa na watu ovyo ovyo. Hakuna mwanamume ovyo ovyo kama ana bunduki. Bora ana bunduki, hakuna mwanamume ovyo ovyo. Kwa nini unafuata si bunduki? Sasa nini unafuata? Hakuna mwanamume ovyo ovyo. Mwanamume utengezwa na mwanamke. Mwanamume uvishwa na mwanamke. Mwanamume uoshwa na mwanamke. Mwanamume upakwa mafuta na mwanamke. Mwanamume ufanya kaishirika na mwanamke. Hata hao unayowaona pia walitengezwa. Kiona kinaelea, kimeundwa. Sasa wewe hutaki kuunda taa. Hutaki yule mchafu mwazani huko ukimosha miguu hata kama anatembea na sifa zimtafutie open shoes. Wewe hapo tafutika mtumbo mbishi. Wewe bisilo ulipe pole pole avae. Mbona mko kama baba Joy yako smart? Haisi niambia ni yana nunua. Ni mama Joy. Na kikutana mama Joy alikuwaje? Unafikiria anaangalia kule, kumbe anaangalia. Alikuwa hana tumbo. Sasa ana tumbo akuhansa. Kwa hiyo wasichana, mnayetafuta wale wameundwa watakusumbua. Tafuta yule haja osheka, hata hajui kuosha, hana costume, hana inaitwa ni vesti. Hata hajui vesti ni nini. Hata hajui socks. Havai socks. Ni nani kazi hizo anafanya? Mesikia daktari. Unatafuta ile ndogo. Sasa madaktari ni manani? Ukitafuta daktari mwanaume utakufa haraka. Wengine wanawafinyia bana. Sasa tafuta mtu speta. Mwanaume unamosha. Kama hana kazi, fungue biashara. Sasa uvishe. Kama hana kazi, fungue biashara. Sasa atakuwa siku niambia tena mbaya sura yote. Mabwana wako shida, mnatafuta wale wameundwa watakupapura. Waulize wa mama wanaoshika kukutana umezao. Dada alishikana kwa nake akiwa form 4. Yeye alikuwa form 2. Na huyu papa amezeka naye, lakini naye kama si Mungu azai. Alikuwa ashatoka nikamrejesha kasi. Lakini Mungu azai akamshika. Nani ametoka naye baki kabla hajakuwa saidi, mpaka alikuwa saidi.
Sahii amefungua kampuni yake, naye ameyapitia hiyo shida. Ukiona mtu wadogo sana utayapitia. Tafuta mtu lize kidogo, usitoshane miaka. Ukitaka mkubwa sana, basi kila mtu anapigia mama yake simu, halo mama, wewe ni halo mama. Sasa akili zinabali. Halo mama. Ama naongea na mama kisha kuna simu. Halo mama, huyu wacha amenifanya. Tafuta miaka ipitane, ndio mmoja alee mwingine kwa miaka. Miaka inaweza kufanya mwingine alee avuliane. Hiyo la sasa. Haleluya. Mwambie usitoke. Na tusimjaribu Mungu wala tusimpe. Haleluya. Usemeza kwa mwambie ndoa kitani. Lakini saa zingine ni ndoa. Ndoa mweza cheka wiki. Kwanza wanaume wadiliki. Hata sasa hivi umetoka kucheka sasa. Sasa hivi umerudi amegeuka. Jibu anakupa. Hata unamuuliza, kwa nini nimekosea wapi? Maisha. Ndio wapimo hao. No oleweka. Mtu mwambie wanaume ni wamwacha vizuri asubuhi, hata mnapigana kisi au unaenda kazini, ukirudi jioni unashangaa maji yameanzia hapo. Unafikiria limetoka wapi? Hapo. Kuna mtu hapo. Yaani hawa wanaitwa all weather. Kwa hivyo ishi na all weather. Hii ni all weather. Mvua inaanza yaani haitaki kama saa zingine mvua inanyesha, saa zingine unacheka mpaka unacheka mpaka jina la mwisho laonekana. Saa zingine inabaki. Kwa hivyo kama unatafuta malaika hakuna. Sawa? Tulia. Kama unatafuta nani wasichana ambaye uzae mtoto wa kwanza kweli. Wapi? Mtu anazaaga kwa bahati mmoja. Wa pili anafanya nini? Sasa unaenda kufanya makao kwa babaku, sasa unazalia. Unaipisha familia. Sisi barua tunasomeka. Haleluya. Wanaume ni wewe. Wala utawaelewa hao. Ishi tu vile wako. Utawaelewa. Kama nakutaka naweza lala mpaka chini akapamba. Babangu alikuwa anasema mwanaume anaweza kunywa hata mikojo yako beti babangu kama. Mwanaume si naweza kunywa mikojo yako kabisa. Kwa vile mikojo leo beti. Akakubaba mpaka kisigino kiliyotoka chooni. Mwambie. Anaweza kunywa mpaka nini? Na Saida na mtani. Anaweza hata uko mchafu hakuna shida. Hata kisigino kana. When the deal is sweet, that is. Acha bwanangu. Hata fadhali yule bwana akusifuku lakini naishi na amani. Kwa hiyo dunia watu wanatafuta amani. Wewe unataka yule wa maneno matamu. Mahali kuna mtu wa maneno matamu, be careful. Kuna wanaume wanakuaga na maneno, be careful. Sweet word is alive people. Sweet word ni watu wa be careful. Usaweza kumwambia be careful. You're looking smart. I admire. I never see a woman like you. Ameambia wangapi? Hili lile zuruzuru lako. Halikwambii umepita vizuri, halikwambii uko smart, halikwambii chochote, nuko tu ni ngana ameogelea. Akitaka kuogelea, nasema kututani hizo. Kurepio kila mara. Kurepio kila mara. Leo chapati zimeiva mapema. Kwa sasa. Kama mama ameingia. Aiona sasa. Heri huyo. Ni kada kuliko ataka utayarisho. Kwani wewe ni mahindi? Ni shamba. Muulize wewe ni shamba unataka utayarisho. Tupande mahindi. Mkataba wa Nuhu ni kitabu kifanya nini? Kusoma basi. Sasa uzoea wenzako na kusoma hivyo. Yeye hakuna mambo ya kuongea. Ulitongoza, unataka kutongoza tena. Watoto waanze kusikia.
nyumba ni ndogo. Kwa unasema tena, afadhali ile boyfriend wangu zamani mbona hakukuoa? Jinga time. Baada ya kuoa ndo anakutaka kuchezea. Heri mtu akwambie uko smart, haongei chochote, hajui kushukuru kwa chakula, hajui kushukuru kwa mtandao ule. Heri, lakini unaishi kwa namba 2, si msharati. Ishi na yeye. Namba 3, akipata kakitu hata ni kidogo ana, ijapokuwa kuna wanawake wakifanya kazi hawatoi kitu. Na kuna wanaume wakula kwa hoteli. Anakuja na ametoa na itupia hapo karibu. Toothpick. Ameshika. Wao unakazana masukuma, makabeji, kibadilisha kabeji. Siku ile nyama yako ni mchicha. Haleluya. Heri yule akwambii chochote, lakini mnaishi namba 2, si msharati. Kama kuna kitu inasinya kabisa, msharati. Maana atachafua hekalu lako. Mwili wako atauchafua. Nasema na mtu anapotenda dhambi anautendea mwili wake. Kwa hiyo unapotubu na tubu dhambi ya nimeutendea mwili wangu. Wakati unasengenya umeutendea mwili wako, kuna dhambi unazozitendea mwili wako ambaye ni hekalu la Mungu. Kwa hivyo wakati unatubu nafaa kutubu dhambi, nimeitendea mwili wangu dhambi ambaye ni hekalu. The human spirit inside you ni hekalu la Mungu. Hallelujah. The human spirit inside you ni hekalu. Yule roho akae, roho wa mwanadamu, and Roho Mtakatifu anakaa ndani yake, ndiyo hekalu la Roho Mtakatifu, roho ya mwanadamu. Kunaye tunapookoka, Kristo anaingia ndani yetu. Roho wa Kristo anaingia ndani yetu, anakaa. Kwa yule human spirit anakaa. Sasa hiyo ndio hekalu la Mungu. Kwa hivyo wewe ni hekalu la Mungu kupitia your human spirit anapokuwa na roho wa Mungu kuingia ndani yako. Roho ya mwanadamu ambaye inaingia roho wa Mungu akiingia ndani yako, ndani ya human spirit. Sasa ndio maana unakuwa wewe ni barua ya Kristo. Barua ya nani? Barua ya Kristo. Maana huu mwili ni mavumbi, lakini ndani yetu tunaye roho ya kibinadamu, roho ya mwanadamu. Sasa ukiokoka, yule roho wa mwanadamu anaingia roho wa Kristo. Sasa unakuwa hekalu la nani? Gusa wenzako, mwambie unakuwa hekalu la nani? Hekalu la Kristo. Hekalu la nani? Kwa sababu ndani yako unaye nani? Unaye roho ya mwanadamu, roho ya kibinadamu, ni human spirit. Inaingia roho wa Mungu. Unajua mtu akiokoka ndani yake, siku ile amempokea Yesu, roho wa Mungu ameingia ndani yake. The day you accept, ukisema Bwana Yesu naja kwako, kila mtu ameingiwa na roho. Hiyo sasa kila mtu amejazwa roho ako ndani yako. Roho ako ndani yako. Roho wa Kristo ni Kristo mwenyewe. Hiyo sasa roho wa Kristo ni Kristo. Kwa hivyo Kristo anakaa ndani ya human spirit yako, ambaye ni roho wa Kristo anakaa. Sasa nasema mimi ni hekalu la Mungu. Haleluya. Kupitia my human spirit ninapookoka anakuwa nani? Anadominiwa na nani? Tumesoma hapa sisi ni barua ya Kristo. Amen. Tunafaa kusifika, watu walete sifa zetu. Walete ushuhuda juu yako, ushuhuda mzuri. Kumwambie watu wanafaa kusema nimemwona dada fulani amebadilika. Ni kweli, watu wengi wakufuate. Watu wengi wafanye nini? Wakufuate. Haleluya. Amen sana. Kwa hivyo ukitenda dhambi, unatendea mwili wako, unatendea nini? Mwili wako. Si mlikuwa tukisoma? Inasema unatendea mwili wako dhambi. Ukifikiri umetendea. Kwa hivyo nikijitakasa nasemaje? Nisamee kutendea mwili wangu. Haleluya. Nisamee kutendea mwili wangu
Kwa sababu huu mwili ndani kuna human spirit, na yule human spirit anaingiwa na roho wa Mungu. Kristo anaingia ndani. Sasa mimi nimekuwa mwokovu. Mchawi anaingiwa na roho ya kimchawi. Sasa ndio anaitwa akimwabudu shetani anasema I am the devil. Wao wanasema I am the devil. Are you understand? Wao wanasemaje wale wanamwabudu shetani? I am the devil. Are you understand? Hallelujah. Wao wanasema wao ni shetani. Why? Ndani yao nafsi zao wamepeana shetani. Zetu tumempatia Yesu. Are you understand? Spirit, nafsi yako imeingiana na roho. Inafai direct himself to Jesus and to the Spirit of God. Hallelujah. Hiyo nakuja kufundisha ni nzito sana. Tutakuja kuwafundisha zaidi. Hiyo sana. Kwa hivyo sisi tunaweza sema mimi niko na Kristo. Kristo ndani yangu. Ni basi Yesu akisema na mkiniamini mtafanya mambo makubwa zaidi ya yale ni ya yes. Understand church. Hallelujah. Are you getting something? Kwa hivyo sisi ni barua ya Kristo. Mwambie mwenzako sasa tutoka mambo ya family. Sisi ni barua ya nani? Nafaa nilete sifa. Nilete nini? Sifa kutoka wapi? Kule nje. Amen. Idhihirishwe kwamba mmekuwa barua ya nani? Ya Kristo iliyoikatibu. Iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Imeandikwa si kwa wino, ni kwa neno. Haleluya. Neno la Mungu ndiye roho. Haleluya. Neno la Mungu ndiye roho wa Mungu. Ndiye Mungu. Ndiyo mawazo ya Mungu. Hii ni ramana yetu. Misingi ya wokovu yako lazima iwe katika neno la Mungu, na tenda sawa vile unalisoma neno. Tenda sawa jinsi neno linasema, maana nimechagua uzima. Kile Biblia inaikataa sitafanya. Kile Biblia inasema nifanye nitafanya. Maana neno la Mungu ndio uzima. Neno la Mungu ndio Mungu. Sasa ile neno kama vile Paulo alisema basi watoto nimewazaa kuwa watoto wangu kupitia neno. Nyinyi nimewazaa kupitia, nyinyi ni watoto wangu wa kiroho kupitia neno la Mungu. Paulo akasema kamwambia Timotheo, sasa mimi nimewazaa, nimekuwa baba yenu kwa sababu ya lile neno la Mungu. Nimewazaa kupitia neno la Mungu. Mwambie na Bibeti amekuzaa kupitia. Haleluya. Wewe ni mtoto wa Nabii Beti kwa sababu kupitia amekuzaa kupitia, umezaliwa kupitia. Ndio Paulo anasema basi nimekuwa baba yenu, maana walimu ni wengi lakini baba ni mmoja. Walimu ni wengi, mzazi ni hauwezi kuwa with two parents, labda kuadapt. Nimewazaa katika neno. Sasa mimi ni mzazi wa kiroho kwa sababu nimekuzaa kupitia neno. Sasa mtu anasema unashiriki kwa Nabii Beti. Wewe ni mshiriki wa Nabii Beti. You are the daughters of Zion. Hallelujah. Are you understand? Are you getting something? Mwambie umezaliwa katika neno. Nabii Beti akisema wewe ni mtoto wake Kromi, ni yeye amenizaa kupitia, akaniombea. Sasa yeye ni mzazi wangu. Walimu ni wengi lakini mzazi ni mmoja. Nyingine tutaendelea. Kwa hivyo sisi ni barua. Mwambie mwenzako kuanzia leo usomeke kwa watu. Mwambie. Asante. Na tumeandikwa kwa kuwa ibali imeandikwa katika, si katika wino, ni katika roho, na katika vibao ambavyo ni mioyo yenu ya ndani. Kwa hivyo neno la Mungu linaingia kwa mtu ambaye ana moyo wa si wa ukaidi wala shingo ngumu. Neno la Mungu linampa ufahamu mtu mwenye moyo wa nyama, ndio anakubaliana naye. Anakubaliana neno la Mungu mtu mwenye moyo wa, na watu hata ukibili neno anaanza kulifikiria. Yaani anaona yeye anaweza lifundisha zaidi. Wewe bado roho ya Kristo yuko ndani yako.
Ukiwa na neno la Mungu ndani yako unapata hekima kupitia mafundisho, na tunajifunza kwa aliyetutangulia. Mwambie wewe ni mtoto wa nabii kupitia amekuzaa kupitia neno la Mungu. Sawa? That's you must have confidence. Wengi wamepokea wokovu hapa, hiyo ndio nzuri. Kwa maana mnasimama kwa wokovu. Bali najaribu sana kupanda neno la Mungu ndani yenu, kwa sababu maombi ama unabii hautawasimamisha kwa wokovu. Maombi mengi wala unabii utatendewa ishara, lakini hamtasimama. Neno la Mungu ndio litakufanya usimame hata wakati wa majaribio. Unajua nashiriki mateso ya Kristo. Majaribu ikija, unajua nashiriki mateso. Hiyo ndio sana. Kwa hivyo neno ni muhimu sana. Ukilewa, ukikuswa katika neno, majaribu haitakushinda, utayashinda. Kuna vita vingine havitakushinda, utavishinda. Why? Neno la Mungu liko ndani. Lakini leo nimeshaona manabii wengine waliopungukiwa katika roho, manabii wa uongo. Mtu anakuja kwako anakuza, unaona nini? Nabii unaona nini? Nabii unaona nini? Nielewa katika misingi vibaya. Roho Mungu Biblia inasema unena vile yeye ataka. Sio ni jia ati amenena ni roho mwenyewe atanena mwenyewe. Ufai kumuuliza maswali, unafaa kumpa nafasi anene mwenyewe. Roho unena vile atakavyo. Sasa, wasikuja muulize roho na wanasema nataka maoni, unaonaje hili jambo? Hiyo sasa, roho Mungu anakupa mwongozo. Sasa, kuna manabii wa uongo, hata unaona ni how do you see prophet? I come to prophesy for me. False prophets. Walikufa kitabu. False prophets. Wao wako kufurahisha watu. Mimi niko kufurahisha. Kwa Mungu kama ameona kitu, atanena jinsi kama siku ile alisema waizi wataimba huko. Nafikiri kuchukua umuhimu na wakaimba huko. Kidogo sijui vile backslide. Bwana kurejesha. Sijui vile watu wengine mali vile inasema hivi watoto wangu. Inasema na mali zinapozidi usielekeze nini? Ili tunawaambia msomeni Biblia sana, Zaburi, Methali. Hayo sasa. Musa anaweza kumwambia mstari wa 10. Zaburi inasema hivi. Msitumaini ubatizo manono, wala msijivunie kwa unyang'anyi. Anaambia watu naye pigia mabosses. Msitumaini udhulumu, wala msijivune kwa kunyang'anya. Wala asifiwe. Kuna watu ambao ujivuna pia sema chochote unapata kwa ghafla kitakuacha, ghafla ubaki na aibu. Na inasema hapo mstari wa 10. Na mali zizilipo usiziangalie sana moyoni. Inasemaje? Sema mali zinapozidi usiziangalie sana, usiziweke moyoni, usielekeze moyo wako kwa mali. Ayona sasa nasikia watoto wangu ndio msibackslide. Ayuya, mali umea mabawa, mali uenda. Methali 23 inasema mali umea mabawa, mali fly, mali walk. Biblia inasema pia uondoka mwendea mtu mwingine. Inasemaje? Pia uondoka ikamwendea, because money fly. Money, pesa zinapokuja usielekeze nini? Mwambie mwenzako pesa zinapokuja usielekeze macho na usielekeze nini? Mwambie. Pesa zinapokuja usielekeze nini chache? Ili uendelee kufanya. Na hiyo will protect you if you pray. Na hiyo taasisi naona Mungu ametubariki na tuangalie. Wala tunanyenyekea kama kawaida. Sio?
Sile kama nipanga na panga vitu. Nimepanga. Hata nikikuja bado tufadhili. Tunaelewa. Hiyo basi. Maana zinapoanza kuingia, ukielekeza moyo, ondoa moyo wako unatia mbali, na funga chochote ufanye nyasi kujiona, na hata kiburi cha mawazo, kiburi cha moyo na kikataa katika jina sokataa moyo wako kuelekea kwa mali. Mali zinaposili moyo, anza kuomba kama huna mali. Zinapokuja umesecure your soul. Unasema hata zinapokuja bado unanyenyekea, kama hata umepata kasukuma kuongeza mshahara, unakuja kanisani kila na unaomba kila, moyo wako mali zinapoanza kuja zinaweza kukutoa kwa nani? Kwa Mungu kabisa. Usipoomba hayo maombi, secure your soul. Sababu unafuata neno hili ndio msingi wako. Unaomba hilo neno na ligeuza ku uomba. Moyo wako usielekee kwa mali. Moyo wako usielekee kwa utajiri. Mimi Mungu alipoanza kutumia na ponya ukimwi, na ponya kansa, magonjwa yote, watu wanazaa miujiza mikubwa. Niliambia Mungu, moyo wangu usielekee kwa miujiza. Moyo wangu uelekee kwako. Sifa na utukufu kurudie. Sisiwahi nirudia. Sifa na utukufu kurudie. Sisiwahi nirudia. Katika jina sifa na utukufu kurudie. Sisiwahi nirudia. Sasa I prayed. Hata kama vile Mungu amenipa neema na wangu uelekee kwako. Moyo wangu usielekee. Moyo wangu uelekee kwako. Nisiwahi elekea kwa sababu umenipa neema hii. Hii neema tu. It's not me. Utukufu kwa yeye. Hata Israeli naona mimi kila mara, na kama ni kulia sijaacha kulia. Wewe uliokoka kitambo, kina dada ambao waliniona nikiwa mdogo na wao kidogo dogo, uliona nimeacha kulia? Unaona kwa sababu Mungu ananitumia. Niliacha kulia. Niliacha kunyenyekea. I'm still silent. Bado nalala chini. Maana nilisekiwa. Kwa sababu nisikia naongea kitu sema mimi Mungu amenipa. Nani? Sina kitu. Hii ni maombi unaomba mapema. Kabla una kitu, omba kabla una kitu. Natakulinda kule, ndio imenilinda mpaka sasa. Yes. Imenilinda mpaka sasa 25 years to be prophet. Tangu dogo wangu mpaka sasa nalala chini kwa Mungu. Tangu dogo wangu mpaka sasa sina kiburi. Sina majivuno. Sijioni. Namuona Yesu. Moyo wako usielekee kwa. Nataka mwanze kuomba hii maombi na kufundisha, uyaandike, uyaweke bracket, na ukienda kwa nyumba unayaomba. Protect your salvation. Usiana wako na Mungu. Usikatika timani zile umeziweka moyoni. Ndipo unaona watu mali zikianza kuongezeka, watoi fungu la 10 waaminifu fungu la 10. Wao wamebarikiwa, wanatoa kama wale hawana, wanajidisgrace. Watu ambao wameanza kuweka mali moyoni, kanisani hawaji mara kwa mara. Shukrani hawatoi, hawasupport ministry. Hawana mioyo yao. Wanaabudu mioyo. Biblia inasema na mali, mtu akiwa tajiri na aelekeze moyo kwa mali, huyo ndio Mungu. Sasa mimi nilijiprotect kitambo. Unaona sinaga kiburi, sinaga majivuno, hakuna siku najisifu, hakuna na sitawahi. Nilisoma Biblia, nikaipanda, nikaiapisha hiyo roho, na apisha takatifu kunitoa kwa Mungu, na kataa na kifungu na kukikemea katika jina chochote kutoka kwa Mungu. Wewe ni kuomba tu damu za ukoo, mpaka hata mwenyewe wanashangaa. Maneno yameshangaa. Na mababu kila mara unawaonea. Baba na mkemea wachawi. Wamechoka. Kuna mambo mengine ya msingi ya wokovu wako. Kumbea wokovu wako. Moyo wako usielekee kwa mali zinapozidi, usielekeze nini? Macho. Moyo ndio ubebwa, si ndio? Moyo ndio rahisi
Hata mtu kuomba katika marriage, moyo wangu kuelekea kwa mwanamume mwingine, nafunga na kataa na kemea kwa jina Yesu. Chochote cha kunitoa kwa ndoa yangu, chochote kunielekeza kwa mwanamke mwingine, na kataa kukemea. Chochote kunivutia, ninafunga na kemea katika jina. Huyu mtu ataanguka kwa usharati. Si ati nakataa na usharati na ikemea unaitangaza. Pia iapishe. Chochote kukufutia, chochote kukuteka, hata kuna makosano kwa nyumba yenu kutoelewana.